ambaye alikuwa amebeba shehena ya mbao na mafuta yalikuwa katika uelekeo tofauti katika barabara ya inatoka Morogoro kwenda Dar es Salaam au Dar es Salaam kuja Morogoro. Yaligongana na kusababisha vifo vya madereva wote wawili wa hayo magari, lakini na mtu mwingine anayedhaniwa kuwa sani utingo wa gari hili la kubebea mafuta. Awali gari la shehena ya mbao lilitokea mkoani Morogoro kwenda Dar es Salaam, ule uelekeo ule. Alikuwa linaendeshwa na dereva ambaye bado hatujaweza kumfahamu, na hata namba ya gari yenyewe bado hatujaweza kufahamu kwa sababu limeungua na kuteketea. Lenyewe liliacha njia na kulifuata gari ambalo lilikuwa na shehena ya mafuta. Kwa hiyo jeshi la zimamoto na uokoaji kwa kushirikiana na jeshi la polisi wamejitahidi kudhibiti moto huo na kufanya upekuzi kwenye magari yote mawili na kufanikiwa kupata mabaki ya miili hiyo mitatu. Kwa uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hili ni uzembe wa dereva wa gari lile lenye shehena ya mbao. Yeye aliacha upande wake na kwenda upande wa kulia zaidi kulifuata gari lenye shehena ya mafuta. Uchunguzi zaidi wa tukio hili unaendelea ili kubaini anwani kamili za magari, sababu bado hatujafahamu yameungua, lakini umiliki wa magari yenyewe au utambuzi wa sayansi wa miili iliyookolewa kutoka kwenye eneo la ajali. Tulikuwa tunatokea Dar es Salaam na huyu dogo wa gari lililopata ajali ambaye kwa jina nalifahamu mimi ni Evans. Akaniacha Chalinze kama saa 6:30 usiku. Kutoka hapo akafika kwa maaskari hapo kwenye beli ya Mwidu, akanipatia taarifa kwamba bana, hebu fanya haraka ili tuweze kupita maeneo haya kwa sababu baba yake kafanya nini? Nikaziba. Wewe uko wapi mjomba? Nikamwambia mimi niko Ubenadomozi hapa. Akasema sawa. Kutoka Ubenadomozi mpaka nafika maeneo ya Mwidu, nifika kama kwenye saa 8:30, naona tukio la moto mbele yangu. Tunaambiwa tuchepuke barabara ya kulia, tunaona moto mwingi, lakini dogo simu yake ipatikane kutoka muda huo. Mpaka saa 9 nawasiliana na bosi anasema niko kwenye mtandao naangalia, lakini naona kama gari imeshavuka Mwidu mpaka Bwawani, imeshavuka. Na inaonekana kuna sehemu kama hivi imesimama, kuna magari mengi. Nikamwambia Bwawani hakuna magari. Zile ya magari matatu semetrela na wengine nafikiri wamelala. Bosi asubuhi akaniamrisha kwamba nirudi kwenye ajali ili tujiridhishe, kisha tukishajiridhisha niondoke niendelee na safari yangu. Kufika hapa ni kweli dogo amefariki akiwa na kijana wa bosi. Kampuni ni Mlai. Hao ni watu ambao mtu huyu ana gari mbili, huyu mbili, huyu tatu, ni familia. Mtoto wa bosi kwa jina tulikuwa tumeelezewa pale garage ni Benja, anaitwa Benja. Lakini kwa jina la babake aliyompatia ubatizo nafikiri ni Johnson. Nafikiri dogo hapa alikuwa anakwepa gari la mbao. Na ndio maana gari yake imeelekea kushoto, haijakaa street. Kwa hiyo dereva ambao katoka left kaja right kumfuata dogo. Ndio hiyo gari ambayo limesababisha hiyo ajali ya dogo. Kwa Sergeant Pius Rugano Timle, majira ya saa 8 usiku tulipokea simu kutoka kwa station sergeant anaitwa Mwamvita. Alitujulisha kwamba kuna tukio la moto maeneo haya ya Maseyu. Kweli tulifika maeneo haya mnamo saa 8:57 tulikuta moto huu unawaka, lakini tulifanikiwa kuuzima moto huu pasipo shida yoyote. Kilichokuwa kinaungua ni tenki la mafuta pamoja na lori lilikuwa limebeba mbao. Katika ajali hiyo tumetoa miili mitatu. Watu hao hawajaweza kufahamika, lakini tumewakabidhi kwa wenzetu wa polisi, wameweza kuendelea na utaratibu wao.